Idadi ya wanafunzi wa kike wanaokumbatia masomo ya sayansi, teknolojia na hisabati nchini inaendelea kuongezeka kutokana na juhudi za kuhamasisha usawa wa kijinsia katika elimu. Huko Machakos, wanafunzi wa kike wamepata fursa ya kutangamana na wanasayansi wa kimataifa kupitia mpango wa kuhamasisha masomo ya sayansi ulioandaliwa na Kituo cha Elimu cha Hisabati, Sayansi na Teknolojia Afrika kwa ushirikiano na Shule ya Fizikia ya Msingi Afrika, kama anavyotuarifu Electin Odera kutoka huko. Ndani ya darasa moja hapa hivi katika shule ya upili ya wasichana ya Machakos, shughuli lukuki zinaendelea. Wanafunzi wana uchu wa kujifunza, na sio somo lolote lile, masomo yanayohusiana na sayansi, teknolojia pamoja na hisabati. I've also learned more about particle acceleration. Hii particle acceleration ni kuhusu venye unaweza develop the machine. The machine it's more about particles. Juu kila mtu tu anajua tu particle ni nini. Una notice that in some physics topics mathematics inatumika hapo. Like the formulas are donated mathematically. Lengo ni kuimarisha idadi ya wanafunzi wa kike wanaofanya masomo ya STEM na kutupilia mbali dhana ya hapo awali kwamba masomo haya yalikuwa tu ni masomo yanayopendwa na wenzao wa kiume. Tuweze kuhimiza wasichana wengi sana wajiunge na masomo ya STEM kwa sababu where you educate a woman in STEM, you are actually advancing a country that can be able to build its foundations on greater development. We see, for instance, the global warming, and we see different aspects of the photovoltaic being some asset for the country to be able to understand the material, to be able to understand how to improve the level of pollution, which is not the worst in Africa. I mean, I can admit that going to the west part of Africa, you can see conditions that are much worse. There's quite a lot of interest from girls, and the landscape has changed. It's no longer a subject that is a reserve for boys. No, you know, girls are there and they are coming. Kulingana na wataalam hapa, lengo ni kuhakikisha kwamba wanasaidia katika kuleta masomo jumuishi kwa wanafunzi wote katika masuala na STEM ili kurahisisha kutatua baadhi ya changamoto zinazotokana na teknolojia pamoja na nishati katika karne hii ya 21. Nikiripotia NTV mashinani kutoka jimbo la 016, mie Electin Odera. Haya, kutoka elimu hadi ulingo wa siasa ni